Ngunu mwalo wa ulano nunge mwapole sana. Basi nakaribisha mkochu ezo atende mabe masaku. Karibu mzee. Beno miwechi longe bike mwalo hole bino na wacha ibonde angel bana bababe nda bisusanyo. Sasa shikyo ondelela na wa umwe ungacho imana yenda bisusanyo ibila bimuya byahilwa ite mwema washa oma miwechi ile mondi tendale nibo zona ya abele twakiri nibo twachiminya mto wa mulo shishi tende mulo lumbakalwa utakatifu shotenda mto wa mulo lumbakalwa ni wale mtakatifu, lakini ni mondi saola mto wa mulo ichangana na yake nafasi wa umma mtole akiuba na yake nafasi yaike na hali yake ya basha ashile mtole habuye manga wato shekenena miyeto ofisi munahitaji munauna lusungo anahola, lakini pia ta ole yana tata ole chomugwela ole bange bakyipelekanja bakyoifela ay etele inose manabo ochwa wale manabo oto ashichwa adezone ndeine lakini mochu wetu tasele bibyo lubale ulobyo se atangocho mumona ashi etele ya muhitaji eta benu miwechi ya abele nibo enekyo bazona ya abele helena bwake bolombochi na ila yose yone isemba icho eta ule wainje umukundi icho eta mzona ya abele enaba muhimu sana imona bolombochi lumbaka lobwa wateleche malenga ndila yole mulenganya ieta naungwa uchibosi tongo na letu itu natenda mochu si eta basi mzee ale wale mzee wa mbuka ya ade bibo bilimo mona yao na chiminya zaidi chiminya ale mtu osile mompa ndo mwana bini ele bini na yake mya tunalingana, lakini ile anesamu na ambe aile ile anesamu lakini ali tatawana eno miwechi basi no tenda ni bo show ya bole sana ejiji ade ya anda ifu ya kenge toye ola obuchi to choto to apate ifu ya kenge na maake misoro ya abele nilimu onda ima ya manane na eno t-shirt to eta dakika he mutu uyomboleza mzee wane iti wali mshauri wa mbuka. Karibu viongozi vyane dakika hivi. Haya, asante. Shukrani. Alikuwa miongoni mwetu kwenye kibanda hicho cha Jumbe Stadium. Na Jumbe Stadium inapatikana hapo A1 klasi ya 4 pote 24. Ndio kwenye Jumbe Stadium inapatikana. Basi tunatuba fupi kuhusiana na jinsi tulivyoishi na mzee wetu huyo. Mzee wetu kabisa kwa jina ya utani ambao tulikuwa tukitania naye kwenye ukumbi wetu, tulikuwa tunamuita faza. Najua unaposikia faza utaelewa nani tunaongelea. Ndio mzee wetu Pima. Ya. Mzee wetu tulimfahamu, alishiriki kibanda hichi cha Jumbe Stadium mnamo mwaka wa 2016.
ndio alianza kuingia pale vile. Lakini pia hapo tunakutanaga mara kwa mara, endapo kuna mechi tulikuwa nakutana hapo kwa ajili ya kuangalia, kuenjoy pamoja, na waga ilikuwa inaleta hamasa fulani kwenye kundi letu hili la Jumbe Stadium. Marehemu alikuwa mtu wa thamani sana kwenye kundi letu hili la Jumbe Stadium au kwenye kibanda chetu hichi. Alikuwa na upendo pamoja na wengine na kuonesha furaha pamoja na wanajumbe Stadium. Ni kweli marehemu alikuwa na watoto zaidi ya 70. Zaidi ya watu 70, watoto 70. Kama gisi mnavyotuona hapa, hawa ni wachache ambao wanaingia kwenye kibanda hicho cha Jumbe Stadium. Ni zaidi ya 70. Alivyofika tulimpokea kama baba yetu, lakini pia alitukubali kama watoto wake, na alikuwa mzee wa mashauri sana. Alikuwa anatushauria mengi sana kuhusiana na maisha, pamoja kwamba tulikuwa na shiriki kwenye kibanda hicho, lakini alikuwa mtu muhimu sana kwetu. Alikuwa anatushauri mengi sana. Marehemu alijulikana kwa jina la Pilipili Ramadhani Andre. Marehemu au ndugu yetu tulimpokea katika kanisa letu mwaka wa 1984 hadi kufika mwaka huu 2026 ndipo tumeachana naye. Kwa hiyo ni kwamba kwa mahesabu ya haraka haraka tumeshiriki naye kwenye huduma za kanisa miaka 42. Kazi kanisani. Katika kanisa alikuwa bwana miradi, kwa lugha nyingine de projet. Kwa kazi hiyo ni kweli alikuwa mwenye juhudi na bila kuchoka, kwa ushirikiano naye kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu yetu huyu ametuacha na pengo kubwa mno. Basi kwa Mungu imempendeza kumvuna ndugu yetu kwa utimilifu wa kazi yake. Acha tutakie nafsi yake mahali pema peponi. Jina la Bwana libarikiwe. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tayari tumekwisha kusikia hotuba mbalimbali. Pamoja na hiyo, tumefika kipindi cha kuchukua picha. Kipindi cha picha tutakwenda kufuatana kama hivi. Familia watatangulia, kisha familia watakuwa wajomba marehemu, kisha wajomba marehemu, watoto wa marehemu watafuatia, kisha watoto wa marehemu, watoto wa kike wa watombwe watafuata, kisha watoto wa watombwe, wajukuu wa marehemu watafuata. Wengine watakaofuata ni Bashimuma, watafuata wajukuu, kisha Washimuma kijiji cha AD kitafuata, kisha kijiji wepo wa marehemu watafuata, kisha wepo marafiki wa marehemu watafuata, kisha hao kanisa litamalizia. Karibu kwa picha. Tafadhali tufikapo hapa kuchukuliwa picha, tusipite kichwani kwa jeneza hii. Waliokombolewa waimbajo wakishujudu mbele huzuni na damu za kidunia, Bwana amewaondolea yote.
wameyashinda magumu. Tayari. Mwana-kondoo aliyekufa ameyashinda magumu. Anashika vinu mikononi, wakiimba wimbo wa Mwana-Kondoo. Na Musa mtumishi wake Mungu wakifurahia Sogea. Tayari. Mungu, kwa nini leo? Kwa nini mapema hivi? Pilipili Ramadhani, baba wa familia, ulikuwa nguzo, ulikuwa taa ya njia. Watoto wakikuita, moyo wako ulikuwa karibu. Leo kimya kimechukua nafasi ya sauti yako tulivu. Uliwafundisha upendo, ukawalea kwa haki. Jasho lako lilikuwa baraka bila hata malipo ya baki. Wajukuu walicheka wakikuita babu mpendwa. Leo machozi yao yanadondoka, hawajui pa kuanzia. Umeenda mapema, mbiu imeumia, familia inalia, bado tunakuhitaji Baba. Watoto wa USA wanakulilia kwa mbali, na Afrika pia tunalia. Uchungu haukaliwi. Umeenda mapema, kwa nini sasa? Tulihitaji mkono wako, tulihitaji mwanga wako. Kanisa linakukumbuka, familia inakulilia. Pilipili Ramadhani, pumzika kwa amani. Ndani ya nyumba yako sasa kuna ukimya mzito. Kila kona inasema alikuwa hapa mtu wa thamani kubwa mno. Viti vinakutafuta, meza inakukumbuka, lakini hatuoni tena tabasamu lako tukufu la baraka. Ulituacha na maneno ya busara, lakini moyo bado unakataa kukubali safari yako ya ghafla. Tulitegemea uwepo wako bado kwa muda mrefu, lakini Mungu amekuita. Tuna la kusema zaidi ya asante kwa kila kitu. Umeenda mapema, mioyo imeumia, familia inalia, bado tunakuhitaji Baba. Watoto wa USA wanakulilia kwa mbali,
lakini tunaamini umepumzika salama, mahali ambapo hakuna tena maumivu wala machozi. Safari yako imefika mwisho hapa duniani, lakini kumbukumbu zako zitaishi milele mioyoni mwetu. Pilipili Ramadhani, baba, babu, pumzika kwa amani. Mungu, kwa nini leo? Kwa nini mapema hivi? Pilipili Ramadhani, baba wa familia, ulikuwa nguzo, ulikuwa taa ya njia. Watoto wakikuita, moyo wako ulikuwa karibu. Leo kimya kimechukua nafasi ya sauti yako tulivu. Uliwafundisha upendo, ukawalea kwa haki. Jasho lako lilikuwa baraka bila hata malipo ya baki. Wajukuu walicheka wakikuita babu mpendwa. Leo machozi yao yanadondoka, hawajui pa kuanzia. Umeenda mapema, mbio imeumia, familia inalia, bado tunakuhitaji baba. Watoto wa USA wanakulilia kwa mbali, na Afrika pia tunalia. Uchungu haukaliwi. Umeenda mapema, kwa nini sasa? Tulihitaji mkono wako, tulihitaji mwanga wako. Kanisa linakukumbuka, familia inakulilia. Pilipili Ramadhani, pumzika kwa amani. Ndani ya nyumba yako sasa kuna ukimya mzito. Kila kona inasema alikuwa hapa mtu wa thamani kubwa mno. Viti vinakutafuta, meza inakukumbuka, lakini hatuoni tena tabasamu lako tukufu la baraka. Ulituacha na maneno ya busara, lakini moyo bado unakataa kukubali safari yako ya ghafla. Tulitegemea uwepo wako bado kwa muda mrefu, lakini Mungu amekuita. Tuna la kusema zaidi ya asante kwa kila kitu. Umeenda mapema, mioyo imeumia, familia inalia, bado tunakuhitaji baba. Watoto wa USA wanakulilia kwa mbali, na Afrika pia tunalia. Uchungu haukaliwi.
ibadani, pumzika kwa amani. Mungu tupe nguvu ya kuvumilia, kwa sababu maumivu haya ni makubwa sana, lakini tunaamini umepumzika salama, mahali ambapo hakuna tena maumivu wala machozi. Waombea huduma yote pamoja na safari ya kwenda Maloloni. Karibu kwa maombi. Lakini kumbukumbu zako zitaishi milele. Tukangendele iseto mwene ombe walama alena ale olulungu epembwe yabumbili kulu na isi na byose bilemu mwamini botwa eta makolo wabule ila manga njanya byose bino bitocho olono molwa wiyele echa mbuchoneto twakocha epembwe yetu twakocha ino selumbakalwa ubi wachelela watendi nilipotukanye mango mose maso wakelwa na mamenge menge tukanye ubi na bile bene wacheleli kanyigwa ino ose alowe mso shilumbakalwa ubi ike byose na bibe mwami lola bitwi ye kebino byanya na manomanga tole na menge chi ulumanga tole na tososo tole manga tole na bisochi bile manga amwami tatona basha emo bechu iyole chabobe bana ni bobe ochu otolechi lumbolo lwete mlanga msenge be yaki tata mlanga msenge ta wili byanya byose bibi mlanga msenge alumbu asanga tashiku inde mwami twabo chaobe mole chawe olo ochwe otuimanine waweto hose ole hano yesu otuimanine lumbakalwa lishikwa na ono munju twakocha lele manga shieta bino byanya na mano mango toso oya wechumbuka yilekelela lusuku lweshi alulu chwe ndalo bilugu mwami twaona nibo tatakanga mishinga yose na mikenge okyo mkoma mwingina ngeleto ya muwile uchina la Yesu wa Nazareti tekangwe he yabondelwa alembe obe aya muchungene etu na byanya byose bitola o alembe obe atusangiye twakocha ni kanyalumbakalwa twike nibo tata utuwatele chambyose mwingina china la mwami wetu Yesu Kristo atumato mbivu. Amen. Leo vijana tusimame, lakini wakati wa kupeleka mwili wa ndugu zetu ingilikuwa heri twende kwa utaratibu tafadhali. Mungu ametujalia leo, labda hakuna mvua, kwa hiyo tusiende kama vile watu wanaopeleka kitu kingine. Asante, tusimame ili tuchukue mwili twende nao Maloloni. Waimbaji wetu wote sio kwa kubaki hapa tofauti na muziki wa vyombo.
Thank you.
Twende pale. Sawa. Atawaleta pamoja naye. 15. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia hao waliokwisha lala mauti. 16. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Au vivope dogo ingelo na le bwa konda mkwani ingelo bawe ne shike sasa shide hawa Isaka sasa bibi Kwa kuona imempendeza Mungu mwenye uwezo wote kwa kumuondoa roho ya ndugu Pilipili Ramadhani katikati yetu, tumerudisha mwili wake katika udongo na roho katika mikono ya Mungu. Udongo kwa udongo, watumishi watafuata, kisha serikali ikiwa iwepo, na wengine watafuata baada, na familia pia. Upatie wimbo. Mungu, kwa nini leo? Kwa nini mapema hivi? Pilipili Ramadhani, baba wa familia, ulikuwa nguzo, ulikuwa taa ya njia. Watoto wakikuita, moyo wako ulikuwa karibu.
Leo kimya kimechukua nafasi ya sauti yako tulivu. Uliwafundisha upendo, ukawalea kwa haki. Jasho lako lilikuwa baraka bila hata malipo ya baki. Wajukuu walicheka wakikuita babu mpendwa. Leo machozi yao yanadondoka, hawajui pa kuanzia. Umeenda mapema, mbiu imeumia, familia inalia, bado tunakuhitaji baba. Watoto wa USA wanakulilia kwa mbali, na Afrika pia tunalia. Uchungu haukaliwi. Umeenda mapema, kwa nini sasa? Tulihitaji mkono wako, tulihitaji mwanga wako. Kanisa linakukumbuka, familia inakulilia. Pilipili Ramadhani, pumzika kwa amani. Ndani ya nyumba yako sasa kuna ukimya mzito. Kila kona inasema alikuwa hapa mtu wa thamani kubwa mno. Viti vinakutafuta, meza inakukumbuka, lakini hatuoni tena tabasamu lako tukufu la baraka. Malizia hapa. Weka miti.
Kwa nini mapema hivi? Pilipili Ramadhani, baba wa familia, ulikuwa nguzo, ulikuwa taa ya njia. Watoto wakikuita